Dunia bila amani si mahali pazuri pa kuishi. Kama lugha inatuunganisha, kupata amani inatengeneza dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi. Maonesho haya yanadhihirisha wazi kuwa Kiswahili kinaweza kuwa nyenzo muhimu na kibebeo muhimu cha uchumi katika kukuza biashara, kuunganisha masoko na kufungua fursa mpya za ushirikiano katika nchi za Afrika na dunia kwa ujumla. Washiriki, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kupitia elimu, tafiti, uchapishaji, tafsiri, teknolojia za kidijiti na diplomasia ya lugha. Tunaendelea kushirikiana na UNESCO, nchi mbalimbali, vyuo vikuu, taasisi za kimataifa na wadau mbalimbali katika kuendeleza lugha hii kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kadri Kiswahili kinavyoendelea kupata hadhi ya kimataifa, ni muhimu sasa kuanza kutazama hatua inayofuata ya kukieneza duniani. Mataifa mengi yamefanikiwa kueneza lugha na tamaduni zao kupitia vituo vya utamaduni vilivyoanzishwa katika nchi mbalimbali. Ninapenda kutumia fursa hii kutoa maelekezo mahususi yafuatayo. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, BAKITA, BAKIZA na wadau wa maendeleo ya Kiswahili, shirikianeni na balozi zote Tanzania katika ufundishaji wa lugha ya Kiswahili na kuanzisha vituo vya utamaduni wa Kiswahili katika mataifa mbalimbali ikiwemo hapa Ufaransa. Liwe ni jambo rasmi, iwe ni programu rasmi na iwe ni sehemu ya majukumu yetu tunayoyafanya katika maeneo yetu tunayowakilisha. Vituo hivyo viwe na majukwaa ya kufundisha lugha ya Kiswahili, kueneza utamaduni wa Kiswahili, kuimarisha diplomasia ya utamaduni na kufungua fursa za biashara, uwekezaji pamoja na utalii. Aidha, kupitia vituo hivyo, wananchi wa mataifa mbalimbali wataweza kujifunza lugha ya Kiswahili, watajifunza historia, watajifunza ustaarabu wa Waswahili, mapishi ya Kiswahili, mavazi ya asili ya Kiswahili, muziki pamoja na ushairi, fasihi pamoja na uandishi na uchapishaji wa vitabu, filamu, sanaa za maonesho pamoja na urithi mpana wa tamaduni za Kiafrika. Jumuiya ya wanadiaspora, mahali popote mlipo duniani, hakikisheni mnabeba utambulisho, utamaduni na urithi wa Afrika kupitia Kiswahili. Diaspora, endeleeni kukitumia Kiswahili katika familia zenu, jumuiya zenu na maeneo yenu ya kazi, na kuhamasisha watoto na vijana kujifunza lugha hii adhimu. Na hivi leo tumejumuika kufurahia mafanikio ya ukuaji wa lugha ya Kiswahili kimataifa, ikitimia miaka 5 tangu kutangazwa rasmi kuwa tarehe 7 mwezi wa 7 ya kila mwaka itakuwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Tunawashukuru sana UNESCO. Mheshimiwa Rais amenituma nikoleze wino, nikoleze sauti kuwashukuru sana UNESCO kwa hatua hiyo kubwa ya kutangaza tarehe 7 mwezi wa 7 siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Kiswahili kwa sasa kinatambuliwa rasmi kuwa lugha ya mikutano mikuu ya UNESCO kufuatia pendekezo lililopitishwa kwa kauli moja wakati wa mkutano mkuu wa 43 wa UNESCO uliofanyika Samarkand, Uzbekistan mwezi Novemba 2025. Kwa mujibu wa makadirio mbalimbali ya wataalamu wa lugha, hivi sasa Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu
milioni 300 hadi milioni 500 duniani.